Naitwa Lucia Habatisani, ni marketing manager wa Softcare. Leo tuna furaha kubwa sana kuja kushiriki pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na wazazi na wanafunzi katika zoezi hili la kurudisha kwa jamii na kusherehekea siku ya hedhi duniani ambayo ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 5, lakini sisi kitaifa tumeamua kuiadhimisha leo kama kampuni ya Softcare. Softcare tunaamini kuwa hedhi salama, huduma za uzazi na usafi ni mahitaji ya msingi kwa kila mwanamke na msichana. Kupitia taulo za kike za Softcare, daipa za watoto za Softcare pamoja na vivutio vya watoto vya Softcare, tunaendelea kuisaidia jamii ya Kitanzania kwa bidhaa zetu bora kabisa za usafi. Katika kuadhimisha siku hii ya hedhi duniani, Softcare inajivunia kutoa taulo za kike 7,200 kwa wanafunzi wa kike kutoka shule zaidi ya 13 tofauti katika wilaya ya Kibondo. Pia tunaamini katika kumsapoti mtoto wa kike, hatuwezi kumwacha mtoto wa kiume nyuma. Kwa hiyo sisi kama Softcare pia tumetoa sabuni kwa watoto wa kiume ambazo zitawasaidia pia kufulia na kujisikia kwamba wako included katika kazi zote za kijamii pamoja na mtoto wa kike. Sambamba na hayo, pia tumetoa daipa za watoto au taulo za watoto za cutie kwa kina mama watakaojifungua katika hospitali ya Malagarasi ambacho ni kituo cha afya na hospitali ya wilaya ya Kibondo kwa muda wa miezi 3. Kwa kila siku mama atakayeenda kujifungua katika kituo cha afya cha Malagarasi au atakayeenda kujifungua katika hospitali ya wilaya ya Kibondo atapatiwa daipa za watoto za cutie ambazo ziko pale. Atapewa pakiti moja na hiyo pakiti ndani ina daipa 14 ambayo itamsaidia mama kuanza safari yake ya furaha ya kupata mtoto na kufurahia kuwa mama. Softcare tuko pamoja na mama, tuko pamoja na wanafunzi, tuko pamoja na watoto wa kiume. Softcare tunaelewa kuwa wanafunzi wengi wa kike wanakosa masomo kwa siku 3 hadi 5 kila mwezi kutokana na changamoto ya kutokumudu kununua taulo za kike. Hali hii huathiri elimu, kujiamini na kusimamisha ndoto zao za baadaye. Ndio maana tumeendelea kuchangia taulo za kike kila mwaka katika siku ya hedhi duniani katika maeneo tofauti, mikoa tofauti, wilaya tofauti hapa nchini Tanzania. Tumeichagua Kigoma pia kwa sababu tunaamini bado kuna uhitaji mkubwa wa elimu na upatikanaji wa vifaa vya usafi kwa watoto wa kike na jamii iliyotuzunguka kwa ujumla. Tangu mwaka 2022, Softcare imefanikiwa kuwafikia zaidi ya wanafunzi 50,000 nchi nzima chini ya kupitia Wizara ya Elimu au viongozi mbalimbali wa serikali katika kuchangia hedhi salama na afya ya mtoto wa kike na kuhakikisha anahudhuria masomo darasani bila kukosa. Kampeni hii ya uhamasishaji na misaada ya kutoa kwa jamii, Softcare pia tumeweza kuwafikia zaidi ya wanawake 300,000 nchi nzima kwa kuwapatia taulo za watoto pale wanapokwenda kujifungua katika hospitali tofauti nchini. Kwa kuhitimisha, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali, Wizara ya Afya ambayo tumekuwa ikishirikiana na sisi kwa kufanya kazi kwa ukaribu sana, wahudumu wote wa afya katika hospitali na jamii nzima, washirika na wadau wote kwa ushirikiano wenu endelevu. Kwa pamoja tuendelee kujenga Tanzania yenye afya bora, rafiki kwa mazingira safi na yenye kumfanya mtoto wa kike awe na confidence wakati wa hedhi. Wanawake wanaweza kumsaidia mtoto wa kike ni kuisaidia jamii, lakini pia wakati tunamsaidia mtoto wa kike tusimsahau mtoto wa kiume. Kwa majina naitwa Esther Kisaina Pascali, ni dada mkuu shule ya sekondari Muhambwe. Kwanza nafurahi kwa Softcare wameweza kutusaidia kupata hizi pedi. Hizi pedi zitatusaidia sana hasa kwa wanafunzi wa kike ambao wengi wao
ilikuwa ikifikia kipindi cha hedhi, wengine wanatoroka shule, wengine hawaji shule, siku nyingi wanakosa masomo kwa sababu ya ukosefu wa pedi, lakini wametusaidia. Sasa hivi wanafunzi tutakapopata pedi hizi, wanafunzi watakuwa wanakuja shule kwa wingi, wengi watahudhuria masomo na tutafikia ndoto zetu. Kwa majina naitwa Charity Moses, ni Head Prefect Malagarasi Secondary School. Nimefurahi sana kwa kitendo hiki ambacho wamekifanya serikali yetu. Kama mwanafunzi wa shule hii, kama kiongozi, nimeweza kukumbana na changamoto mbalimbali, ambapo kuna wakati ilifikia wanafunzi wa Urevo wanakufuata na kwambia, kiongozi, nimechafuka lakini sina kitu cha kujistiri, kwamba tulikuwa tuna upungufu wa hivi vitu. Lakini kupitia hii tafrija ndogo ya leo inaweza kutusaidia kwamba kila mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kupata pads au taulo za kike za kuweza kujihifadhi, ambapo itamwezesha yeye kuhudhuria masomo kila itwapo leo. Maana mojawapo ya changamoto ilikuwa inafanya watoto wa kike wasihudhurie masomo katika mwezi ni zile siku ambazo wanakuwa katika hedhi, siku 3 hadi 5, kutokana na ukosefu wa taulo za kike. Kwa hiyo kupitia upatikanaji wa taulo hizi za kike utatuwezesha kusoma kwa bidii, kufaulu, na hatimaye watoto wa kike tutafanya vizuri. Naitwa Mwalimu Oliva Mgeni, afisa elimu awali na msingi wilaya ya Kibondo. Kuhusiana na hedhi salama, siku ya maadhimisho ya hedhi salama, kwa ujumla sisi tulikuwa tunapata changamoto kwa wanafunzi wetu wa kike, wale waliofikia umri wa balehe. Mahudhurio huwa hayawi mazuri. Mara nyingi wakishakuwa kwenye siku za hedhi, kuna wale wanaoumwa, kwa hiyo hataweza kwenda shuleni, lakini kuna wale wanaopata hedhi wakiwa shuleni, huwa wanajisikia aibu pale wanapoona wamejichafua kama hakujiandaa. Lakini wakati mwingine pia kuna ile unyanyapaa. Watoto wa kiume wana tabia kuwachezea, kuwaimbia nyimbo zile sio nzuri, kwamba ona una doa jekundu, ona sijui umekuwa mdada mkubwa, si na nini. Kwa hiyo huwa wana changamoto, na hiyo huwa inasababisha mahudhurio kuwa duni na masomo kitaaluma kutoenda vizuri. Lakini kutokana na hao wenzetu waliosaidia kutupa hizi pedi kwa watoto wetu pande zote, msingi na sekondari, kwa ujumla itaboresha sasa kwa wasichana wetu kujiamini na kuweza kuwa na mwamko wa kuhudhuria shuleni, na pindi watakapokuwa shuleni, kwa kuwa atakuwa yuko salama, ataweka vitu vyake salama na kuviweka vipindi kama inavyotakiwa na kuhudhuria masomo kwa siku zile zilivyo kiratiba. Kwa sababu hizo pia zitatusaidia kuimarisha au kupandisha kiwango cha taaluma na ufaulu kwa wanafunzi wetu.